Naam, uhabari gani mwana michezo wangu na mwana habari wewe unayenifuatilia kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media ya michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea mgogoro ama mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC Congo, huko ikiwa ni hatua ya serikali ya nchi hiyo pamoja na waasi wakidaiwa kuendelea na vita nchini humo, huku mataifa ya jirani pamoja na mataifa ya kutetea haki za binadamu na mataifa makubwa yakidaiwa kuwa sababu ya kutafuta amani ndani ya nchi hiyo. Taarifa ambazo zimeweza kukusogezea leo zitakuwa ni hizo, tukiangazia yale ambayo yanaendelea nchini Kongo na vita dhidi ya waasi wa M23. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye ushabscribe, lakini kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza unatazama video hii, hakikisha una subscribe tunapoendelea kutazama ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Naitwa Junior na hii ni Junior Media michezo, habari na burudani. Mgogoro mashariki mwa DRC wazidi kuibua wasiwasi wa kikanda. Hali ya wasiwasi inazidi kuikumba Kongo Mashariki katikati mwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23, huku nchi jirani ya Burundi ikilemewa na mzigo wa wakimbizi na Angola ikijitoa kuwa msuluhishi. Mgogoro unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umechukua sura mpya ya kikanda, huku mataifa jirani na mashirika ya kimataifa yakikabiliana na athari zake za kijeshi, kisiasa na kibinadamu. Mapigano makali yamesababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao na pia kusababisha vifo vya wanajeshi wa kikanda waliotumwa kama walinda amani nchini humo. Waziri wa ulinzi wa DRC yuko ziarani Afrika Kusini katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo yake na waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Angi Motshekga yanalenga kuongeza uwezo wa kijeshi pamoja na hasa kufuatia vifo vya wanajeshi 14 wa Afrika Kusini waliouawa katika mapigano na waasi wa M23. Wizara ya Ulinzi ya Afrika Kusini imesisitiza kuwa ushirikiano huo ni muhimu kwa kudumisha amani na utulivu wa kikanda. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza mvutano wa kidiplomasia ambapo Rais Paul Kagame wa Rwanda aliwahutumu wanajeshi wa Afrika Kusini kushiriki kwenye mashambulizi ya moja kwa moja badala ya kulinda amani kama ilivyoelezwa kwenye dhamira yao hapo awali. Jumuiya ya kikanda ya SADC ambayo imekuwa mstari wa mbele katika operation ya kijeshi mashariki mwa kusini yakitathmini upya nafasi yao kwenye mgogoro huo. Hili limeibua hofu ya kuzorota kwa usalama zaidi katika maeneo yanayokumbwa na vita. Wakati huo kundi la M23 linaendelea na mashambulizi na hivi karibuni limekamata mji wa Walikale, kitovu cha uchimbaji madini, ikiwa ni hatua yao ya ndani zaidi katika DRC tangu mwaka 2012. Tangu katikati ya mwezi Februari karibu watu 70,000 wamekimbia mapigano nchini DRC na kuvuka mpaka kuingia Burundi. Wengi wamekuwa wakitembea umbali mrefu, wakivuka mito, wakibeba watoto na mizigo yao, wakitafuta usalama katika maeneo ya mpakani. Burundi sasa inashuhudia wimbi kubwa zaidi la wakimbizi tangu miongo kadhaa iliyoweza kupita. Wakimbizi hao wanahifadhiwa katika shule, makanisa na viwanja vya michezo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa michezo wa Lugombo ambao zaidi ya watu 45 wamepata hifadhi ya muda. Vifaa na huduma muhimu katika maeneo hayo vimelemewa mno na hali inazidi kuwa ngumu kila siku. Miongoni mwa wakimbizi hao ni Lea, mama wa watoto 9 mwenye umri wa miaka 37, ambaye alitoroka kijiji chake cha Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Lea anasema alikimbia pamoja na watoto wake huku risasi zikilia angani, na baadaye aligundua kuwa mume wake aliyeacha nyuma aliuawa. Risasi zilianza kurushwa, tukaanza kukimbia. Wengi walikimbia milimani, wengine wakavuka mto. Tulikimbia na watoto migongoni na mizigo mikononi, anasimulia Lea katika ushuhuda aliotoa katika shirika la mpango wa chakula duniani WFP. WFP imetoa ombi la dharura dola milioni 19.8 ili kusaidia chakula kwa zaidi ya wakimbizi 120,000 wa Kongo walioko Burundi. Shirika hilo limesema rasilimali zake zimefikia ukomo na limeanza kupunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi waliokuwepo awali ili kusaidia wale wapya waliosalia.
Naibu mkurugenzi wa WFP wa kanda ya Afrika Mashariki amesema bila msaada wa haraka wa kifedha shirika hilo litalazimika kusitisha msaada wa chakula kabisa ifikapo Julai. Hali hiyo inaweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu katika maeneo ya mpakani mwa Burundi na DRC Congo. Kwa sasa WFP inahudumia wakimbizi kupitia vituo vya muda katika shule, makanisa pamoja na viwanja vya michezo. Hata hivyo, ongezeko la mahitaji limezidi uwezo wa shirika hilo, na hali hiyo inahatarisha maisha ya maelfu ya watu walioko katika mazingira hatarishi. Kwa mujibu wa mashirika ya misaada, wakimbizi wengi wanawasili wakiwa na njaa, wamechoka, na wengine wakiwa wagonjwa, na wengine wakiwa wamejeruhiwa. Kukosekana kwa maji safi, matibabu na chakula kunazidi kuongeza hatari ya mlipuko wa magonjwa na vifo. Pamoja na changamoto hizo, msaada wa kimataifa umeendelea kuwa mdogo, huku WFP inasema fedha zilizopelekwa hadi sasa hazitoshi hadi kufikia nusu ya mahitaji ya sasa, na kuna hofu kuwa nchi wahisani huenda zisichangie kwa wakati au kwa kiwango kinachohitajika. Katika hali ya sasa, bila msaada wa dharura, mamilioni ya watu wanaweza kuachwa bila chakula na msaada wa kimsingi, huku watoto na wazee wakiwa hatarini. Katika upande wa kisiasa, Angola imetangaza kujiondoa rasmi kwenye jumuiya kuwa mpatanishi wa mgogoro wa DRC ili kuelekeza nguvu kwenye uongozi wake mpya kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Serikali ya Rwanda imesema itashirikiana na Tume ya Umoja wa Afrika kutafuta mpatanishi mpya atakayechukua nafasi hiyo. Angola pia imesisitiza kuwa njia pekee ya kudumu ya kutatua mgogoro huo ni kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya DRC na kundi la M23. Hata hivyo, mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika Rwanda mnamo Machi 18 yalifutwa baada ya M23 kujiondoa kufuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya viongozi wake. Siku hiyo hiyo, Qatar ilitangaza kuwa iliandaa mkutano wa faragha kati ya Rais Kagame wa Rwanda na Rais Tshisekedi wa DRC. Ingawa kikao hicho kilifanyika bila vyombo vya habari, Qatar ilisema viongozi hao walikubaliana kusitisha mapigano mara moja bila masharti yoyote. Hatua hiyo ya Qatar imeibua matumaini mapya ya kidiplomasia, lakini pia mashaka kutokana na ukosefu wa taarifa za wazi juu ya yaliyokubaliwa. Hadi sasa hakuna dalili za wazi kuwa makubaliano hayo yameanza kutekelezwa. Huku hayo yakiendelea, M23 inaendelea kusonga mbele na kuchukua maeneo zaidi ya ndani, hali inayoashiria kuwa pande husika bado ziko mbali na suluhu ya kweli ya mgogoro huo. Mgogoro wa mashariki mwa DRC sasa umegeuka kuwa changamoto ya kimataifa inayohitaji hatua za haraka za pamoja na zenye ufanisi. Juhudi za kijeshi pekee hazionekani kuleta matokeo ya kudumu, huku mashirika ya misaada yakikabiliana na ukosefu wa rasilimali na ongezeko la mahitaji. Kukosekana kwa mshikamano miongoni mwa nchi za Afrika pamoja na mvutano wa kisiasa kati ya Rwanda na DRC kumechangia hali ya sasa kutokuwa na uhakika wa amani nchini humo. Hatua za Qatar na mashirika ya kikanda kama SADC zinaonyesha umuhimu wa diplomasia ya kimataifa katika kutafuta suluhu. Wakati huo huo, raia wa kawaida kama Lea wanaendelea kubeba mzigo wa vita, mateso na kutengwa. Ikiwa jamii ya kimataifa haitachukua hatua madhubuti sasa, basi mzozo huu utazidi kuenea na kuasili kizazi kijacho. Majadiliano ya dhati, msaada wa haraka wa kibinadamu na kushirikiana wahusika wote ni mambo ya msingi katika kuelekea amani ya kudumu. Bila hayo, matumaini ya utulivu mashariki mwa DRC yataendelea kuwa ndoto. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari kutoka kule mashariki mwa DRC, huku waasi wakidaiwa kusonga mbele kuteka baadhi ya miji, huku rais wa nchi hiyo pamoja na marais wa nchi ya Rwanda na marais wa nchi nyingine wakitafuta suluhu, huku mzozo unaendelea baina yake na marais wa nchi nyingine ukidaiwa kuwa ni kichocheo cha kuendelea kuwa na vita, huku wakazi na watu mamilioni kwa mamilioni wakimbilia mpakani mwa Rwanda, huku shirika la chakula
la WFP likisema kuwa chakula walichonacho au msaada unaotakiwa kupatiwa watu wao unakaribia kuisha kutokana na wingi wa mahitaji, huku mataifa wafadhili wakisema kwamba hawatoendelea tena kutoa misaada zidi ya DRC Congo kwa kile ambacho kinazidi kuendelea. Mwanahabari naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Ulikuwa nami toka mwanzo nikikuletea makala na taarifa kile ambacho kinaendelea nchini Kongo na waasi wa M23. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umeshasubscribe, niseme asante, lakini kwa wewe ambaye bado hakikisha tunapomaliza kuangalia video hii ama tunapomaliza kuangalia makala hii na kile ambacho tumeweza kukusogezea kuhusu Kongo, usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe ambayo ipo chini ya video yako hapo unapotazama, ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa tunapokuwa tumeweza kupandisha taarifa hizi. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.